wageni wetu, lakini pia vyombo vya habari ambao tumeshirikiana navyo kuanzia mwanzo wa Cafe Talk mpaka sasa tulipofika. Tunawashukuru kuendelea kutuunga mkono kila siku. Lakini hii mijadala itaendelea, na nitoe tu ratiba nyingine ya Cafe Talk. Kwa kawaida Cafe Talk tunafanya kila baada ya miezi miwili. Lakini kwa umuhimu wa jambo lilokuwa mbele yetu sasa hivi la uchaguzi mkuu, tumeona tufanye angalau mara 3 kabla ya uchaguzi. Kwa hiyo tulichelewa hapo kidogo kwa ajili ya changamoto, na pia tulipatwa na msiba wa mwenzetu katika timu ya Cafe Talk. Sasa tukaamua tupeleke mbele kidogo. Lakini tunatarajia kuwa na Cafe Talk nyingine Oktoba 18. Tutakupitia mtandao wetu wa kijamii, tutawaambia location ambayo itafanyika kama ni hapa au kwingineko. Lakini pia tutakuwa na Cafe Talk nyingine aidha siku 2 au 3 kabla ya kuelekea kwenye uchaguzi. Kwa hiyo bado Cafe Talk nyingine 2. Kwa hiyo ratiba pia tutaweka wazi, mada na mengine. Mimi nashukuru sana, lakini pia tumepata salamu kutoka kwa Mheshimiwa Rais, alikuwa akitufuatilia wakati Cafe Talk inaendelea, na Mheshimiwa Rais amepongeza mijadala inayoendelea hivi sasa, na shauri kuendelea kwa mijadala kama hii ya watu kukosoana kistaarabu kwa fact na kujadiliana kwa ajili ya kuhakikisha tunasukuma gurudumu letu mbele bila watu kutukanana, bila kuvunjiana heshima. Kwa pia na kama ameendelea kusisitiza kuhusu ahadi yake aloahidi awali kwamba katika Cafe Talk hizi 2 zilizobaki kuna mojawapo yeye mwenyewe atakuwepo kwenye Cafe Talk. Kwa hiyo ahadi bado ameendelea kusisitiza Mheshimiwa Rais, tutaendelea kuwa naye kwenye Cafe Talk katika hizi 2, mojawapo enda akajiunga na sisi. Kwa hiyo nadhani tunamshukuru sana pia na yeye kuendelea kufuatilia Cafe Talk na kuendelea kuonyesha kwamba jinsi gani anathamini mijadala mbalimbali inayoendelea ili kufikia mwafaka kama taifa. Mimi naitwa Mbarku Kane, asanteni sana na tukutane wakati mwingine Mungu akipenda.